mbele za Mungu Tanzania nitakulinda mpaka kufa. Au amuipendi Tanzania? Wangapi wanaipenda Tanzania mundani? Mnaipenda? Yes sir. Sioni bendera. Mnapenda nchi yenu? Yes sir. Ya Tanzania? Yes sir. Na hapa naahidi mbele za Mungu Tanzania nitakulinda mpaka kufa. Inaimbwaga umekaa na inaimbwaga umeweka mkono kwenye kalio Na hapa naahidi mbele za Mungu Tanzania nitakulinda mpaka kufa. Hapa naahidi mbele za Mungu Tanzania. Weka saluti kabisa namna hii. Mpaka kufa. Hapa naahidi mbele za Mungu Tanzania nitakulinda mpaka kufa. Hapa naahidi mbele za Mungu Tanzania. Nataka kusikia sauti za watu. Sauti za watu. Hapa naahidi mbele za Mungu Tanzania nitakulinda mpaka kufa. Hapa naahidi mbele za Mungu Tanzania nitakulinda. Nataka kusikia sauti zetu. Hapa naahidi mbele za Mungu Tanzania nitakulinda mpaka kufa. Sauti mbele za Mungu Tanzania nitakulinda mpaka kufa. Hey chop chop chop, hey chop chop chop, hey chop chop chop. Sijana mguju everybody. Hey chop chop chop, hey chop chop chop, hey chop chop chop. Kushoto geuka, hey chop. Kushoto geuka, kushoto geuka. Everybody geuka kushoto kwako. Kushoto geuka, hey chop chop chop, hey chop chop chop, hey chop chop chop. Kushoto geuka, hey chop chop chop, hey chop chop chop, hey chop chop chop. Kushoto geuka, hey chop chop chop, hey chop chop chop, hey chop chop chop, chop 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 chop. Hapa naahidi mbele za Mungu Tanzania nitakulinda mpaka kufa. Hapa naahidi mbele za Mungu Tanzania nitakulinda mpaka kufa. Hapa naahidi mbele za Mungu Tanzania nitakulinda mpaka kufa. Hapa naahidi Sauti mbele za Mungu Tanzania nitakulinda mpaka kufa. kishindo. Hapa naahidi mbele za Mungu Tanzania nitakulinda mpaka kufa. Hapa naahidi Kishindo mbele za Mungu Tanzania nitakulinda mpaka kufa. Singe, singe, singe alichoma choma. 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 Hapa naahidi mbele za Mungu Tanzania nitakulinda mpaka kufa. Hebu ipigie makofi Tanzania. Hayo sio makofi, ipigie makofi Tanzania. Yes. Yeah, amen. Mungu awabariki sana. Bwana mwambie bwana mzee anataka kuongea machache tu afu akuache. Naona kama umeregearegea hivi. Mwambie una shida gani wewe? Una shida gani? Mwangalie usoni, mwambie una shida gani? Una shida gani? Mwambie hebu changamka bwana kidogo basi. Changamka bwana kidogo basi. Mwambie chakula kipo. Chakula kipo. Mwambie kaza. Kaza. Ukazi. Sema amina. Amen. Haya, namba tuketi sasa.
Sasa naomba uchangamke, sawa? Na nimetikia vizuri hapo. Na huku kuna shida gani huku? Na mimi nitawabariki wale ambao wana respondi. Yes sir. Hebu sema kikao cha wanaume. Kikao cha wanaume. Ni kikao cha wanaume. Sawa sawa? Yes sir. Yes sir. Ni nini? Ni kikao cha wanaume. Oh, sikia mwanaume anachoongea hapa. Alafu ukafanyie kazi. Amina. Yes sir. Yes sir. Mwanaume adeki. Mwanaume ukakamavu. Mwanaume majukumu. Sawa sawa? Uko tayari kunisikia? Yes sir. Chakula kinaandaliwa kwa utakula. Maisha kwanza, acha kupenda starehe. Ndo nini hivyo? Hapa nataka saluti.
Alafu kuna mtu anambia unajua IPM unahubiri vizuri ila badilika, una maneno makali. Mimi watu wangu ni wenda wazimu kama mimi. Wanataka maneno makali hivi hivi. Yes sir. Yes sir. Watu wangu wanaoniamini mimi siamini na watu wote. Wako wanaoniamini mimi. Hao wanataka maneno makali. Kwa hiyo Mungu alipomuumba mwanadamu wa kwanza alikuwa mwanaume, hakuanza mwanamke, alianza mwanaume. Na akampa kila kitu kwenye bustani. Kwa hiyo kukawa na bustani ya Eden, ina madini, ina dhahabu, ina mito, ina wanyama, ina ardhi, ina mimea, ina kila kitu. Kila kitu unachokijua mwanadamu anacho. Nani? Mwanadamu wa kwanza, mwanaume, akawekwa pale ilime na kuitunza. Mungu anamwambia lima, tunza. Kwa hiyo wewe unayetaka mwanamke, kabla ya vitu ujiandae kisaikolojia, kwa sababu wamewambia unajua wanawake wa zamani walikuwa wavumilivu. Hawakuwa wavumilivu. Kamuulize baba yako vizuri. Baba yako alitumia hadi dawa za kienyeji kumtuliza mama yako. Sema ni siri yake kafa nayo. Hakuna namna utamtuliza mwanamke kwa maombi. Hakuna. Mimi mwenyewe sina. Alikuja mwanaume mmoja pale, mke wangu ananitesa, naomba nikamwambia sina maombi, katafute hela. Maombi ya nini? Wanataka maombi hawa, wanataka majibu hawa. Hawa ni ua, sema ua. Ua hilo. Elewa neno ua. Ua kitu kizuri. Ua inataka kitu kizuri. Yeah. Akiona simu hii unamnunulia. Imetoka siyo 17, siyo 16, siyo juzi. Mama yenu ananionyesha, ona simu hii imetoka mpya. Kaambia hapa ndo pa kupiga show hapa. Sema amina. Amen. Kaenda nikamnunulia. Kaenda nikaiweka juu ya kitanda. Kaambia uichukui ile bila kutoa nguo. Ndo nimeanza hivyo sasa. Yes sir. Mara wiki mbili ananizungusha na huyu ndampataje hii? Kaambiani ile unaichukua pale kambare hategwi kwa simba. Sema amina. Amen. Kaambia ichukue pale lakini sio na nguo. Amani ya mwanamke ni maisha. Acha kutia huruma. Hakuna mwanamke mvumilivu wa shida. Hata huyu mmoja hayupo. Sawa sawa. Tutapeana kanuni za maisha, tutapeana kanuni za mapambano. Tukitoka hapa tukapambane. Ndio. Amina. Yes. Tunategemewa wewe, sema amina. Amen. Au tegemewi? Nategemewa. Cheki majukumu yananandama. Nikicheki sijafanya kitu cha maana. Hapa ndo hawanielewi. Hebu andaka niwe kama wao. Ya Rabbi, hii dunia tusifanye wokovu kuwa mzito. Kuna mwanangu ana lasta hapa. Yuko wapi yule? Na mwanangu ana lasta ule kutoka Malawi nafikiri, Mozambiki yule pale. Sasa yule hawezi kuingia kwenye kanisa yule, anaambiwa zile nywele dhambi. Unamuuliza mchungaji, Samsoni alikuwa na nywele? Yeye alikuwa nazo. Kwa nini za Samsoni sio dhambi, za yule dhambi? Amkeni Afrika. Amkeni. Dini hazikuletwa kuwafanya nyinyi kuwa watumwa. Lazima utoke nje ya boksi. Kuna mambo huwezi kuyapata mpaka utoke nje ya boksi. Ukikaa ndani ya boksi la dini umeisha. Utamuona hadi mama yako mbaya. Wako watu waongee na mama zao leo kisa amehama dhehebu eti. Dhehebu ongee na mama yako. Mama anuniwi. Wala ugomvi wa baba na mama uingiliwi na mtoto. Wewe unajua wamegombana nini? Mimi sitaki kujua ugomvi wa baba na mama, sitaki kujua. Sasa na mimi nimeona wanawake walivyo. Anaanza kunyima show hivi unajiona. Unakula kwa macho. Yes sir. Sitaki kuingilia ugomvi wa wazazi mimi, sitaki. Sijui wanachogombania, sijui. Kwa hiyo usiingilie ugomvi wa wazazi.
Hata mama aje akuelezee vipi kuhusu baba yako, yule ni baba yako. Kuna vitu alitoa ndo ukaja. Bila matiro alotoa yale wewe uji. Kwa mheshimu, na ndio maana Biblia imesema waheshimu baba na mama. Full stop. Haijasema kingine, imesemaje? Waheshimu baba na mama. Elewa neno waheshimu. Kwa Mungu anataka wewe uwaheshimu. Hayo mengine hajui Mungu. Yes sir. Kwa hiyo Mungu alipomuumba mwanadamu akaweka bustani, akaweka kila kitu, akamwambia fanyaje? Lima, namba 1. Namba 2, tunza. Ndakupa power hapa. Ukitoka hapa nenda napokea. Na wengine mko hapa mnaamini mkono mmoja. Riski haipo kwenye mkono mmoja, riski ipo kwenye mikono miwili. Wanangu kutoka Congo DRC, I'm sorry to say this. Punguzeni viuno, kachimbeni madini. Sio ndomboro na solo tu hapa. Chimbeni madini. Mnapewa, ni aibu kutoka Mwanza. Unatoka kwenye utajiri kabisa. Wazungu wandoka Ulaya huku wanakuja Geita pale, muone. Wazungu wandoka Ulaya wanakuja kutafuta madini Kongo, amwaoni? Wao wameangania tu kuuza chupi za kike. Hii hapa inafutika, hii hapa inafutika, hii. Umeona? Yaani una mambo ya ajabu yani. Unategemewa, nazungumza hivi kwa uchungu, unategemewa. Majukumu yako ni makubwa. Sema amina. Amen. Hata ukiwa na milioni 20 benki bado ni ndogo. Kuna msururu wa treni kwenu unaokusubiri wewe. Usovu na kuachilia power leo. Napokea. Itakayokwenda kubadilisha maisha yako. Napokea. Napokea. Pokea. Napokea. Kuwa tayari kupokea hiki ninachokupa, sawa? Sawa sawa. Sawa. Hebu sema mwanaume. Mwanaume ndio kiumbe wa kwanza. Ndio kiumbe wa kwanza aliyeumbwa na Mungu. Na Mungu. Hebu angalia favor uliopewa. Mwanadamu, mwanamke hajawahi kumuona Mungu. Alianza kumuona Mungu ni nani? Mwanaume. Yaani sisi ndio wa kwanza. Leo tumekuwa nyuma. Leo tunakuwa nyuma. Unalala ndani, utaki kwenda kazini, unalelewa. Boksa kubwa. Umetanua miguu hivi kwenye meza. Mtoto wa kike anatoka anaenda kutafuta. Utakuja kumwambia nini? Utamfokea nini? Ngumu. Friji kanunua TV kanunua kitanda kanunua luku ananunua Wewe unataka mteremko. Kitulizo. Kazi kushinda jimu, unatengeneza kifua. Na try pembeni. Ni maneno magumu haya, ndio maana usemi amina. Ni maneno magumu haya. Unapenda kulelewa wewe. Unapenda kulelewa. Kwa nini usemi amina? Hapana. Sema amina. Amina. Sema mwenyekiti. Mwenyekiti. Niko tayari kupokea mahusia yako. Niko tayari kupokea mahusia yako. Na kuwa mwanaume bora. Na kuwa mwanaume bora. Hivi baba yako angelelewa ungekuwa hivyo wewe? Dada mmoja mimi benki kuu alinipenda yanavodai. Mimi nimekupenda hii kipindi hicho unga mwana. Mimi nimekupenda hivi na nyumba Bahari Beach huko, ambia mimi sina kazi. Utalala ndani. Ananibaka. Lale ndani. Ataninyanyasa, sema amina. Amina. Lale ndani. Ambia nilimpiga chini kweli. Mimi nataka mimi ndo ni provide. So wewe uprovide kwa ajili yangu mimi. Yes. Wanaume tukitoka hapa tuka provide sisi. Yes sir. Na angalia unavyopokea watu bwana. Pokea bwana wewe bwana. Pokea. Pokea. Napokea. Mwanaume akapewa nini? Bustani. Akaambiwa lima. Ukitoka hapa lazima uwe na shamba, sio ombi. Napokea. Sawa? Napokea. Sinza ilikuwa pori na kushtua sasa. Hilo kanisa tulilopo hapo Salasala hapa, jirani yangu anauza bilioni 2 kiwanja. Kwenye 40. Leo anauza bilioni 2 na anaringa kabisa. Wewe unapomuona baba yako ni mzembe akukuachia kitu, na wewe watoto wako pia watakuona mzembe kwa sababu ya kutoachia kitu. Duniani hatupo kwa ajili yetu sisi, tupo kwa ajili ya watu wengine pia. Sawa sawa?
Yes sir. Kwa ni sheria, sio ombi, ni sheria. Ukitoka hapa lazima uwe na ardhi. Napokea. Lazima uwe na shamba. Sio ombi. Usirudi kwangu bila shamba. Mimi sio mchungaji wa sadaka. Yes. Namshukuru Mungu kwa hilo, amenipa riziki. Aha. Najiamini kwa hilo. Ndio. Sijisifu, namshukuru. Sawa sawa? Yes sir. Mtanunua mashamba? Ndio. Hapo Bagamoyo tu shamba 200,000. Nani kashai kumuonga demu milioni? Nyosha mkono bwana, acha mambo. Unajua tuheshimiane wanaume. Tutapigana hapa unajua. Simama. Ili kwaje ukamuonga udemu milioni? Namba Mike basi. Niki, mbona unakaa mbali baba? Shughuli ndo hii. Para kubwa mbio una. Baba, mimi nilimuonga mwanamke milioni sababu ya mahusiano na mautamu yake. Na watoto vichaa mimi. Yes sir. Tuendelee. Sogea tu hapo tuendelee. Ndio bwanangu. Ndio mwanangu. Hapa baba, mpaka sasa hivi tulishaleta mfarakano na familia sababu ya hayo mautamu. Unakuta umetupia vitu vyetu. Ndio. Sasa mambo mengine pending. Ndio. Sasa ndivyo hivyo kuonga kupo baba, haijalishi unaonga shingapi, ila wanaume wote tunaonga wote. Hayumo hata ungeonga 2,000 umeonga. Hata ukionga 2,000 umeonga. Kwa hiyo kumbe wanajifanya kama wao hawaoni, lakini wote tunaonga baba. Okay. Sio siri. Sasa huyu dada ulimpa milioni tu au kuna nyingine ulimuonga? Kama unalipa kodi ya chumba baba, sinazidi milioni. Kweli. Kama kwa mwaka na mwaka ujao anakuambia bana, watoto school fees zimeisha, unalipa. Kwa hiyo miutamu ndio imekuvuruga hiyo. Inakuvuruga utamu baba. Sawa. Asante sana bwana. Mr. Miutamu kaa hapo. Apigiwe makofi Mr. Miutamu. Safi kabisa. Okay. Pointi yangu ni nini? Pointi yangu ni kwamba kama unaweza, hapo umejituliza, naona najua matukio yako. Sema amina. Kama umeonga milioni kwa mwanamke wako, wenzetu wamenunua mpaka magari na kapigwa chini. Kwa nini usiwe na shamba kama unaweza ukatoka kwenye utamu? Umenielewa vizuri? Yes sir. So nakufundisha mimi kama mwenyekiti wako. Ndio. Lazima, sio ombi, lazima uwe na shamba. Yes sir. Sawa? Yes sir. Na mimi siongei kwa matendo, kwa maneno, mimi naongea kwa matendo. Kule wanasema limatakuluna ma la tafaluna. Mimi sizungumzi maneno. Nimekwenda mwenyewe Bagamoyo, nimeona mashamba yanauzwa. Mwanangu mmoja na miaka 21 nafikiri, yuko hapa, kalika kijana kamenunua shamba heka 5. Yuko? Hayupo? Ni muumini wangu kabisa. Baada ya kufundisha kameenda kamenunua shamba Mtwara heka 5. Heka 5, mtoto mwenye miaka 21 ananunua shamba heka 5. Wewe una miaka 40, unakuna tu mashine hivi, una chochote? Hapana. Yes sir. Yes sir. Utafanikiwa ukitoka hapa. Napokea. Pokea Bwana wewe Bwana. Napokea. Napokea. Kumbe Mungu alimpa mwanadamu wa kwanza nini? Bustani. Afanyeje? Alime. Wewe utaki shamba, unasema mbali. Kwani unaenda kulala kule? Nenda pale serikalini, naomba mipaka, si ndio? Weka bikoni pale, hati yangu hii hapa. Endelea na majukumu mengine. Kuna ubaya gani hapo? Mtafanya hivyo? Huku kuna shida. Mtafanya hivyo? Ilime.
bustani ilime na kufanyaje na kuitunza. Lazima uwe na kitu cha kufanya. Mwanaume ni sheria. Sasa leo mwanaume anakuambia mimi sina cha kufanya, alafu anakaa ndani analala, unategemea nini? Na dunia yenyewe ilivyoharibika hii. Ni lazima, ni sheria ya Mungu, kila asiyefanya kazi asiyefanya kazi. Kanuni ya nani hiyo? Ni yangu mimi? Ni IPM? Nijibu, ni IPM? Hapana. Ya nani? Asiyefanya kazi na asile. Kwa ni sheria mwanaume anayejitambua kuwa na nini? Na kitu anachofanya. Mi kazi yangu ni kuweka mandingo tu, kuongeza nguvu. Anasema nitakubariki kwa kazi ya mikono. Wewe unataka nyumba kutoka mbinguni. Hakuna cha bure duniani. Hakuna cha bure. Hakuna cha bure. Mwambie mwenzio hakuna cha bure. Hakuna cha bure. Kama mwanaume unayejitambua, kama mwanaume mwenye vision, kama mwanaume unayetamani kuja kuwa na maisha yako, unatamani kuja kuwa baba wa familia, unatamani kuja kuwa mwanaume unayejitambua, uweze ukaa kichwani mwako ukategemea vya bure. Hakuna cha bure. Vya bure vibaya, vina kosti. Vya bure unageuka kuwa mtumwa. Hivi tuchukulie mfano, mke wako wewe, mimi ndo namtunza, mimi ndo nampa hela, mimi ndo namnunulia pikipiki, namnunulia bajaji, namlipia ada. Hivi wewe kwa akili zako unafikiri wewe mwanamke atakupenda wewe? Atasema I wish huyu ndo angekuwa mume wangu. Maana yake jamaa akikaza kidogo tu show inatolewa. Kwa rafiki zetu wamewala wake zetu kwa sababu ya nini? Ya maisha. Maisha tu brother. Mungu atakupa hayo maisha mazuri. Napokea. Nasema Mungu baada ya kikao cha wanaume, Mungu atakupa maisha mazuri. Napokea. Kwa hiyo namba 1 kuumba, namba 2 kupewa bustani Eden, namba 3 kupewa mwanamke. Kwa anaanza kuumba, uliumbwa, mwanapewa mwanamke. Kwa ukianza maisha kama mwanaume, la kwanza ujue kuna Mungu aliniumba, manake Mungu kwanza. Alafu la pili, mwanasiasa wewe, si ndio? Unaiki, unafanya, unachimba madini, ni daktari, ni mwalimu. Fani. Ndivyo Mwenyezi Mungu anavyosema. Akamletea mwanamke. Kwa mwanamke anakuja, tayari una nini? Unafani. Una nini? Una bustani unaitunza. Mimi IPM nilishataka kuachana na mama yenu. Tulienda mbao kwa mchungaji pale Lutherani, ndo nilifunga ndoa tanki bofu. Mchungaji Mbiso yule mwenye upara ndo amenifungisha ndoa. Nikamwambia mchungaji, naomba tuachane na huyu mwanamke. Nilimwambia mchungaji, naomba niachane na mke wangu. Akanambia kwa nini? Anambia tunagombana kila siku. Akaniita akanambia, wewe vipi nikamwambia tunakula dagaa sana. Basi piga magoti nikuombea uchumi. Mchungaji watu akaniombea uchumi. Mtoto wa watu kachoka kula dagaa. Januari tu Disemba. Magomvi ndani. Kila anachoomba sina. Kila anachotaka sina. Kwa mimi sasa hivi nina miaka 12 kwenye ndoa. Sio maombi. Bado kidogo niachwe. Bado kidogo ndoa ivunjike. Maisha magumu ndani. Hilo hapo. Baby kuna nataka nipake niwe na mdomo wangu uwe kama mwekundu kama makalio ya nyani. Hiyo hapo, paka hiyo hapo. Unaona vizuri? Hivyo at least amani ipo. Yes sir. Hawa wanawake kaka bila maisha watatukimbia tu. Hakuna staili yoyote ya viuno ulionayo wewe, hata ujifanye umetoka Zimbabwe na viuno vingi. Hawataki viuno. Hapo nyuma mna shida gani nyinyi, mmerogwa? Pokea hii baraka Bwana wewe. Pokea. Pokea. Kwa hiyo namba 3 ndo nani? Ndo mwanamke. Kupewa mwanamke anakuja namba 3. Yaani una bustani ya Eden, sawa sawa. Una fani ndo anakuja kukusaidia, kusupport. Ni hatari kuishi na mwanamke una maisha, ni hatari.
kwa sababu hutoishi naye kimasingaombwe. Utampelekea show, atapata watoto, utawaleaje hao watoto? Kupata sukari kutoka kwako, na wewe tu unamzidishia mzigo. Mungu atakuondoa kwenye hilo eneo. Napokea. Mungu atakuondoa kwenye hilo eneo. Napokea. Uzaa, lazima uzae. Tunataka watoto. Tunataka watoto. Na sasa hapo kwenye watoto sasa ndio hiyo shida. Watoto hamtaki kutoa watoto. Mnajifanya wameokoka. Mke wangu acha tuingie kwenye maombi ya siku 21. Mungu hakupi wawalelewe na mtu mwingine. Raha ya watoto walee wewe mwenyewe. Namba 5, kuijaza dunia. Sasa wewe ulivyoambiwa kuijaza dunia unafikiri ni watoto. Kuijaza dunia ni kuwa na vitega uchumi. Wewe una kila kitu, yani kila kitu huna. Kikao cha wanaume kinasema lazima mwanaume awe, lakini wewe huna shamba, huna IST nayo huna, pikipiki nayo huna, bajaji huna. Nguvu za kiume nazo zimeondoka na zenyewe pia. Sasa mimi naye naondoka bwana. Wewe kila kitu huna na zenyewe zimeondoka na zenyewe. Sasa utakuwa mtu wa aina gani? Nakataa maisha leo mimi. Napokea. Mungu wangu, hawanielewi hawa, niondoke. Nasema nakataa maisha leo. Pokea. 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 Kila kitu huna. Kiwanja huna. Watoto huna. Mke huna. Baiskeli huna. Toyota huna. Nguvu za kiume nasema nibaki mimi nafanya nini? Kama huyu mtu hana kila kitu, mimi nibaki nafanya nini? Na zenyewe hizo pocha ndo kila ukimnyanyua Asumani ambia bwana usinidhalilishe bwana, nimemwandaa mwanamke kwa muda mrefu, ambia una chochote, una kitu wewe. Nakataa maisha leo. Pokea. Asema nakataa. Pokea. Pokea kwa mikono miwili. Napokea. Watu wa Mungu, hakuna kitu kibaya kama kuidharau nguvu ya... Yes sir. Siku moja na safari zangu Kenya, nikafika pale airport, nikamkuta jamaa mmoja Muislamu anasigida. Tusaidie huyu jamaa. Kimchukulia mtumishi wa Mungu. Wewe IPM mtu ametoka, lakini kuna mtu hapo Sinza anaona mimi demu wake. Chagas mmeanza. Mimi bwana sitaki bwana. Wanangu mnasemaje? Chukua. Sio nawapiga. Chukua. Kwa sababu wamewatuma watu waje wapeleleze humu. Najua atachuma hela. Na wewe ufungue lako. Fungua kanisa na wewe. Maana wanaona tunafaidi. Kuna mmoja nimeona ameniposti huko, wanalipisha 50,000 kiingilio. 50,000 ukiipiga mara fulani, mara ngapi, unapata sijui milioni. Ndani ya vikao vya wanaume 10 tayari amepata bilioni 2. Wewe unajua gharama hii event? 50,000 si ni sadaka hiyo? Wewe unasikia uchungu utoa sadaka kunipa mimi? Mtu akiamua kuchukia, amekuchukia tu. Huu sio ukumbi wa mzee Kitwana huu. Sawa sawa? Yes sir. Wala ili jukwaa ili muziki. Sio mzee Kitwana hii. Dunia kila kitu kinahitaji fedha. Na tunaanza hivi, Mungu akubariki sana. Mungu akubariki. Na tunaanza hivi kutengeneza haya mambo ya kutoa sadaka kwa sababu tunataka tutembee mikoani. Tukienda mikoani lazima pia tutakodi ukumbi. Sasa tutokodi ukumbi bure, sitabidi tutoe hela. Matangazo nini, kila kitu nataka hela. Ningetaka hela nisingetumia njia hii. Na najua kutoa hela, sio nyie. Nyie mtoi hela. Na wajua kutoa hela. Ushanielewa? Aya, sasa basi msije tena. Msije tena. Aje wa mwisho tu lakini msije tena. Mungu akubariki. Asante sana. Mungu akubariki sana. Weka hapa mpaka wakasirike. Weka hapa. Mungu akubariki. Amen.
kuweka kimbia, basi mbona unakuja kama una sita? Nikaitoe pale, si ningekunywa juisi. Kama unaifikiria kausha. Mashindano ya nini? Mtoto wa kiume hana mashindano. Mtoto wa kiume mashindano yake ni yeye atoboe kimaisha basi. Mungu akubariki. Acha kusema watanionaje.